Kwa uwezo wa Yesu Kristo. Luka 2 kuanzia mstari wa kwanza. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kerenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni mbali na jamaa ya Daudi. Unaona, Bwana asifiwe. Anasema ile siku ambao Yesu alikuwa amezaliwa, kila mtu alienda mchini kwao. Vile wao wamekuja faith believers, ili aandikwe pamoja na jamaa ya kwao. Sisi kama Wakristo, jamaa ya kwetu ni faith believers yet, ni washiriki wenzetu, ni watumishi wetu ambao tunashiriki nao. Tumekuja kuandikwa pamoja. Na tukiandikwa majina yetu kwa hiyo kitabu, tunajua kwamba tutakuwa watoto wa Mungu. Na tukiwa watoto wa Mungu, Mungu hatatusahau. Atakuwa anatukumbuka kila wakati kama watoto wake, na anatuongoza katika maisha yetu. Ili aandikwe pamoja na Mariamu mkeo, ambapo sasa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Wanasema kwamba alienda kuandikwa pamoja na mkewe Mariamu, ambayo alikuwa amemposa, naye ana mimba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati alikuwa ameenda huko, siku zake za kuzaa zikafika. Tunajua kwamba watu wengine wamekesha usiku kwa sababu wanangoja kusaliwa kwa Yesu. Lakini sisi faith believers, mambo yetu huwa tunafanya mchana. Tulikataa mambo ya giza, na tukakataa kufanya mambo ya usiku. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja hapa mchana na tunashukuru, tunasema kwamba asante kusaliwa, na tunaenda nyumbani. Sasa vile tuko hapa, tunajua kwamba Yesu amezaliwa ndani ya mioyo yetu. Kila mmoja wetu mwenye imani, Yesu amezaliwa ndani yake, ataendelea tena kuongeza miaka. Kila ulikuwa umeanza kukata tamaa kwa sababu ya maisha yako ama vile mambo ambayo unapitia. Hiyo mambo ambayo unapitia inakupea moyo, inakupea imani ya kuomba, inakupea imani ya kutubia katika wokovu. Maana usipopitia maneno hautakuwa na imani. Haleluya. Hata watu wengine wanaogopa kusengenya. Mimi napenda kwa sababu hiyo unanipea umaarufu. Haleluya. Usiponiongea sitakuwa na umaarufu. Ukiongea usikui nini, hiyo mambo inafanya mimi kupanua akili. Hata wewe ukisikia mtu anakusengenya, anaongea kwa mbaya, ngoja kumkasirikia, umuombe. Na leo imekuwa siku ya kila mtu kuajilia roho yake. Kama unajua kuna mtu msalami, kuna mtu mmekosana, leo ni siku ya kuajilia. Toa kwa roho yako, ubaki free, ili Mungu aingie kupitia kwa Yesu Kristo, naye Yesu atawale moyo wako. Nani hajakosea kumtamu jamani? Hiyo Mungu akusamehe, usichukie watu. Haleluya. Kitu ambacho inafanya tunachukiana ni kitu kidogo sana. Ulisikia hatu fulani alisema kitu kidogo ambao unaweza kuchukua na unapuuza. Si usikie tu na unapuuza. Mbona unaweka kwa roho? Haleluya. Wakati itakapa kana ni subira inyuma, wihale ingoro na kabisa. Nilisikia. Hiyo itakumaliza imani yako. Endelea kujikaza na kungoja Yesu atawale maisha yako. Maana hapa tunasema walitoka wakaenda, na walipoenda ndio hiyo siku ikafika kama wako kule. Waje tukuje kanisani, tuandikwe majina yetu. Siku ya kubarikiwa itupate hapa kanisani. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Nyumba ya wageni ilikuwa imejaa vitina, imejaa pombe, imejaa usharati, imejaa machafuko ya uchawi. Akasema sasa huyu ni mtakatifu, nikizaa hapa ataingiwa na hii tabia, na akatafuta mahali ambao hakuna mtu. Haleluya. Ng'ombe iwezi kuongea, akaenda tu penye yeye na Mungu wake na mke wake, na akakaa katika hori la ng'ombe na mtoto akasaliwa. Pengine wewe katika familia yenu watu wanaona kama ni familia ambayo itaweza, ni familia ambayo itakuwa. Wale ambao waliingia kwa hii kanisa
walikuja kama wasomeshi. Sasa watu kila mtu hapa amesomesha. Walikuja hapa kama wana nyumba. Sasa wanaishi maisha mazuri. Walikuja kama ni walevi, walisahau hata ulevi ni nini. Kwa sababu ya nini? Walipokea Yesu akaingia, na bila aliingia akakaa nao wakatulia. Tulia tu. Siku ya kuzaliwa itafika. Na katika nchi ile walikuwepo wachungaji katika makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Ndio sababu nilisema watumishi, kabla tufike leo tuende tuchukue maombi ya kufunga. Wale walienda, Mungu awabariki. Wale walikataa, muendelee kushirikiana na bishop. Akisema tuende kushoto, tuende kushoto. Sio nasema tuende kushoto na wewe unaenda kulia. Ati kwa sababu washiriki wanakuchua, hapana. Tulisema watumishi tuende tufunge kabla leo. Haleluya. Siku ngapi? 5. Kama wale walienda, Mungu awabariki na awafungulie na awatendee mema. Sababu anasema wachungaji walikuwa wakilinda kundi lao usiku. Na sisi pia mpaka lazima tuende kujinyima. Tuende kujinyima kuambia Mungu tunakungoja. Tunangoja mtoto wako asaliwe. Na sisi ni watumishi. Tunahudumia watu. Tukienda kwao tupe upako na utupe mamlaka. Haleluya. Watu mtumiki pai wakisema huku wewe huko, hapana. Tukifanya pamoja Mungu atatusaidia na atatuinua zaidi. Tuendelee. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Tunaona malaika anakujanga ghafla. Wakati unaweza kuwa kwa maombi, Mungu malaika wanaweza tokea ghafla na wakuletea habari njema. Haleluya. Malaika wakatokea ghafla usiku, wale vile walikuwa wanalinda wanalinda kundi lao. Ndio kwa sababu unaona watu wengine makanisa mengine wao wanaenda usiku, wanafuata hata kama mstari. Haleluya. Wanaenda kulinda kundi lao usiku. Na sisi tunakuja na kundi letu mchana. Kwa hivyo tuendelee. Utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote. Tunaona utukufu wa Bwana huwa unakuja pande zote. Ukiingia ndani ya utukufu, si huku usharati, huku Biblia, huku pombe, huku unakuja unakusingira na unakuwa mtakatifu. Tuendelee. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Wanasema kwamba usiogope. Haleluya. Mungu atakuletea furaha kuu katika maisha yako. Wewe unaishi ulimwengu, ataleta furaha kuu katika maisha yako. Na kitu ya maana tu kubwa, uko mzima. Kitu ya maana uko mzima. Mambo mengine itakuja kwa wakati wake ukifika. Usilazimishe na usifikiria kwamba Mungu asikii. Anajua mambo yako, anakutambua vyema, lakini siku bado. Tuendelee. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtakuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Ndio kwa sababu naona watu asipovaa nguo mpya siku ya leo, anaona kile sasa mambo yake yanakwisha. Yaani kila mtu anataka afikwe upya, avae nguo mpya, ang'are. Lakini nataka nikwambie, fungua moyo wako, ng'ara kiroho. Wajilia adui yako, wajilia uliokosana nao, wajilia mambo mengi. Hata mke wako mwajilie amekufanyia. Mwajilie huyo ni mke wako. Hakuna mahali utampeleka. Kama sifa sana. Na huyo ni bwana yako, hakuna mahali utatoroka uende. Hata uende bado wanakuita bibi ya fulani. Naomba ya niti njabudu fulani. Sasa kaa ngumu na uambie Mungu asante. Asante. Najua kitu ya maana mimi nimekuambia ni usiku. Sasa hizi manguo kama uko na uwezo faa. Kama una uwezo wacha. Usikiweke kwa kitu ambayo itakuletea pressure. Kitu ambayo itakusumbua roho yako ukosa amani. Fanya kitu ambayo unaweza. Haleluya. Unaona hata nikichukua hii meza na niite katoto kadogo kama kale kapele kawezi. Kataanguka. Sasa usibebe mambo ambayo imekushinda na akili. Haleluya. Beba tu yale unaweza, hata kama ni madogo lakini ni ya baraka. Kwa sababu ni mepesi kwako. Mara walikuwepo pamoja na huyo malaika
wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa walioridhia. Duniani na mbinguni umeonekana Baba. Duniani na mbinguni umeonekana. Haleluya, umeonekana. Wanasema kwamba waliimba mbinguni na duniani umeonekana. Amen. Na amani yako imeonekana. Amen. Utukufu wako umeonekana. Wewe una amani penye umekaa hapo. Haleluya. Kama uko na amani na uko mzima, nguo ni nini? Hakuna. Hata watu wengine kama sisi tuwezi sema hatuwezi kununua nguo, lakini hatuonani kama ni muhimu. Na wewe kama unaona ni muhimu kwa usipovaa nguo utakuwa na amani, tafadhali nunua. Glory. Ili amani ukuwe nayo. Na kama unajua kwamba usipokula kwako chapati leo, hautakuwa na amani. Jaribu ununue chapati. Yaani uwe na, tunataka tu roho yako leo ikuwe na amani. Kitu gani ambacho kinaweza fanya usiwe na amani? Kama kuna kitu ambacho kinaweza fanya uwe na amani, jaribu kukileta. Bwana asifiwe sana. Jaribu kukifanya hicho kitu kikuje ili amani ipatikane. Ndio kwa sababu anasema amani ya Mungu iwe pamoja naye. Na wewe unasema nawe pia. Bwana asifiwe. Haya, tuendelee kidogo tuone. Kawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya twendeni mpaka Bethlehemu, tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Unaona, Bethlehemu kifanye wewe kwako na mke wako na watoto wako kwako ni Bethlehemu. Haleluya. Tena mwingine tena mimi nikifanye kwangu ni Bethlehemu. Yesu azaliwe huko. Amen. Wewe ende Bethlehemu ambayo ni nyumbani kwako. Usiende kwa baba. Na kwa sababu watu sasa watalala kwa mpaka wengine walimaliza huko wiki. Watu wanasherehekea. Alafu watarudi hawana chochote. Hali afadhali utulie. School fees wamemalizia kwa baba. Sasa watu wazuri, mimi nimeshukuru sana. Watu wazuri nimeonaga tu tunakutana na mtu na mbolea. Amenunua mbolea na mahindi. Sio bandi ya ungangano. Naona huyo ni mwerevu zaidi. Lakini mwingine kama mtoto alimtumia Krismasi alienda kununua mbolea na mahindi. Anajua mvua ikikuja nitapanda. Lakini wewe wakati wa mvua ikikuja ndio utaanza kuhangaika kutafuta mbolea na mahindi. Nani wa hakika? Na nguo pia itakuwa imeisha ladha, umeweka kwa sababu. Nguo unatembelea tu wiki moja na inaisha. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Lakini huyu wa mbolea ako sawa. Amen. Kwa hivyo akili ni tofauti. Kuna watu wanawazanga tofauti. Wewe umewaza nini? Unawaza ya kwamba utafanya kwako kuwa Bethlehemu Yesu asaliwe leo ama ni ngumu? Amen. Na hukumu inatokea wapi? Kwa sababu hukuenda saluni. Imetokea wapi? Kwa sababu hauna nguo mpya na kiatu mpya. Imetokea wapi? Kwa sababu anataka lala nje. Kulala nje ni shida. Wasichana, kulala nje ni shida. Atarudi. Hapo tu ndio nyumbani atarudi. Wewe unaona hata wale walitoroka wakaenda kuishi wakati wanakufa wanaregezwa tu wapi? Wanaletwa wapi? Kaa ngumu, kaa hapo. Ataletwa ama atajileta hapo. Wewe mama ni mtu wa maana zaidi. Amen. Kwa sababu wewe utakaa tu hapa. Akuje uko pale. Asipokuja ataletwa hapa. Atabebwa kama ameshindwa aletwe. Sasa ni nini mbaya? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu anawapenda. Tumalizia hapo kidogo. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomuona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Wachungaji, umesikia waliambiwa kwa barabara? Waliambiwa kwa barabara? Waliambiwa na wachungaji. Sasa sisi ni watu wa nguvu, watu wa maana. Sisi ndio kuambia. Sisi ndio wakutumwa kwenu kuambia. Lakini Mariamu aliyaweka maneno hayo yote aliyoyafikiria moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huko wakamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Basi Mungu abariki maandiko. Tutaendelea kuisoma. Wanasema kwamba wachungaji walileta habari
na furaha na shangwe kwa mambo ambao walikuwa wameona. Na ukisoma ukiendelea ama ile kitabu kingine utasikia wakapeleka ufumba, dhahabu na madhabahu kwa ajili ya kushukuru mtoto na kufurahia na kushangilia. Haleluya. Leo na kuanga tu siku fupi ya kuja kusema leo tunajua umezaliwa, zaliwa ndani yangu. Alafu kipindi unasema kama nimekosea mtu yoyote unisamehe. Kama nilikuwa mfivu kuja mikutano uniinue nianze kukuja mikutano. Yaani unaomba leo tu mambo mawili machache tu. Tena si mambo ya kukuumiza. Mwaka mzima kulitu. Kama huko unatubu. Najua kuna watu wako wanatubu ndio wanataka watubu sana. Mwaka mzima tulikuwa awesome. Sasa leo tunakusema asante. Na tena timabidi ikikuja tunataka tukuje kama usalamiana mtu. Na unaanza leo. Tutasalamiana. Najua tu hapa mtu akikuja akiona fulani amekaa hapo anatoka. Hawezi kaa karibu na fulani. Anaenda kukaa kando kwa sababu hapendi fulani. Hiyo wakimbia roho yake. Sababu kujukiana na ndugu yako na dada yako haitakusaidia. Mtu yoyote ambaye unashiriki naye ni dada yako. Yeye ni ndugu yako. Bwana asifiwe. Sasa usije ukamchukia ukakosa kumsalamia. Msalamie. Furahia na utaona utukufu wa Mungu utashuka ndani yako. Salamia mwenzako penye umekaa kabla tusimame.